Mechi kati ya Mbeya City na Geita Gold FC imemalizika kwa Mbeya City kukubali kichapo cha bao 1-0 likifungwa na mshambuliaji Aubrey Chirwa dakika 18 ya mchezo. Baada ya mchezo huo, Ayo TV imewaleta pamoja makocha wawili wa timu hizo, Zuberi Katwila wa Geita Gold na Salum Mayanga wa Mbeya City, kueleza kwa kina mambo ya kiufundi walioyaona uwanjani na maeneo wanayotakiwa kuyafanyia marekebisho. Katika mahojiano hayo, makocha hao wamezungumzia changamoto ya kuwakosa baadhi ya wachezaji wapya waliosajiliwa ambao bado hawajaweza kwenda kikamilifu na mfumo wa timu na hivyo kuhitaji muda zaidi kuzoea na kuelewana na wenzao. Nimshukuru Mwenyezi Mungu, haikuwa mechi rahisi kwa maana ni mechi ya kwanza kwetu sisi. Tumerudi ligi kuu na ukiangalia tuna maingizo mapya, na hata ukitazama kwenye benchi letu kwa kuna sabu wachache, kwa maana kuna wachezaji wako kwenye process za leseni hawakuweza kujumuika katika mchezo wa leo. Kwa hiyo niweze kuwapongeza wachezaji wangu, wamefanya kile ambacho kwa wengine wangekuepo, lakini haikuwa kazi rahisi kuwafunga Mbeya City katika uwanja wa nyumbani, kwa sababu wao wametoka ku maintain kubakia kwenye ligi, wana spirit hiyo. Kwa hiyo kucompete nao ilikuwa so rahisi, lakini quality ya wachezaji ambao kuwa tumewaingiza wameweza kufanya kile ambacho tulikuwa tunakihitaji. Pengine tunaona mara kadhaa timu zinazoanza kwa kasi unakwenda kwenye top kwenye ile nafasi ya kwanza juu, mwisho wa siku inakuwa zina drop kulingana na mwenendo wa ligi. Una maintain vipi ushindi huu kuelekea mechi zinazofuata, kwa sababu ligi imeanza leo? Inategemea na ufundi wa mwalimu na mwisho wa mchezo na mechi inayofuata, kwa maana kipindi gani mechi inayofuata. Kwa hiyo unaangalia load na intensity ya mazoezi kuweza kurecover vizuri, kuweza kucheza na energy ya kutosha katika mchezo ujao. Hiyo ndio kitu cha msingi cha kuangalia, kwa maana tunasafiri tena, tunaenda kucheza na Mungu baada ya siku 3. Kwa hiyo lazima uangalie wachezaji warudishe energy kuweza kucheza katika mchezo unaofuata. Pengine umezungumzia idadi ya wachezaji ambao umetumia leo kulingana na kukosekana kwa baadhi ya wachezaji usajili kukamilika. Pengine kwenye mechi ijayo na Namungo tunategemea wachezaji wako wote watakuwepo au bado pia kutakuwa na changamoto hiyo? Nafikiri ni utaratibu tu. Nafikiri dirisha linapofungwa kuna kikao kitakaa kuweza kujadili wachezaji ambao kuwa ni wapya katika timu husika. Kwa hiyo wachezaji wetu watajadiliwa baada ya dirisha kufungwa, na wakipitishwa basi watakuwa tayari. Nafikiri kabla mchezo wa Namungo nafikiri wanaweza kuwa tayari. Kiwango bora umeonyesha leo, vijana wako wakinyumbulika, ukianzia golini hadi eneo la ushambuliaji. Tegemee kasi ile au pengine kuna kitu umekibaini kiufundi? Hamna kocha anayependa kucheza vibaya, kila kocha anapenda kucheza vizuri. Kwa hiyo kama umeona kitu kizuri, ni kitu kinachotakiwa kwa mwendelezo ambao kuwa wa kufanya vile ambavyo kwa mfanya katika mchezo wa kwanza. Kwa hiyo na imani katika mchezo ujao natakiwa tufanye vile tulivyofanya mchezo wa kwanza, isionekane kama tumebahatisha. Naweza nikasema uvumilivu kama ulivyoona, tulikuwa wachache, kwa hiyo wale waliocheza wameweza kuwa wavumilivu kushikilia mbele ya Mbeya City na kuweza kumaliza na alama hizo 3. Kocha, kuna kitu gani umefanya kimbinu, kiufundi kwa upande wa Aubrey Chirwa? Tunaona ametoka kutoka kufunga top score championship, leo anaendeleza pale alipoishia. Kipi kiufundi umekibaini kwake ukifanya kwenye mazoezi? Ni mfungaji na tunao wafungaji wawili kwenye championship tunapo. Yule aloingia naye ni top score vile. Kwa hiyo ukiwa na wachezaji wa aina hiyo wanakuwa na uzoefu wa kuweza kutumia zile nafasi zinazopatikana. Kwa hiyo tunao wachezaji wa aina hiyo, kwa hiyo ukiwa naye nafasi chache zitakazopatikana basi anaweza akazitumia. Kama yule aloingia uliona naye alikosa nafasi. Kwa hiyo kitu tunachojivunia kuwa nao, kwa maana watu wote wana uchu wa kufunga. Tulianza chini, bahati mbaya kwenye dakika ya 18 kama sikosei tukawa tumeruhusu goli. Bahati mbaya tumekwenda dakika zilizobakia tumeshindwa kusawazisha ama kuongeza goli lingine. Nadhani ni kosa tumelifanya kwenye kuzuia, limeweza kusababisha tupoteze mechi, lakini wakati huo bado hatakuwa kwenye mazingira mazuri baada ya wenzetu kurudisha timu chini ya kuweza kuweka utaratibu mzuri wa kutengeneza nafasi na kuweza kusawazisha ama kushinda mechi. Nadhani tumeanza vibaya. Ni jukumu langu kuona tunafanya masahisho na mechi ijayo tunakuwa kwenye hali nzuri zaidi ya leo tulivyocheza. Baadhi ya wachezaji waliosajiliwa tumekamilishwa hatujaona bado kikosini. Inaweza kawa ni sababu pengine kwamba timu yao na muunganiko bora? Nadhani uwepo wa wachezaji wapya kama ambavyo tumeona Afya Pili nimejaribu kuingiza, uwezi kuingiza kundi kubwa na muda wa mazoezi tulikuwa nao si wa kutosha, muunganiko pia ni shida. Kwa hiyo na kosa lililotokea alihusiana na watu wapya au wa zamani.
nadhani kosa tu la mbinu, wachukua vizuri sana kwenye mizani ya kuzuia pale, tukaweza kuruhusu goli jepesi, na bahati mbaya hatukuweza kutengeneza move ambazo zingeweza kutengeneza nafasi na sisi kuzitumia kusawazisha magoli. Nadhani hilo si tatizo kubwa sana. Tumeanza ligi vibaya, lakini nafasi nadhani ipo ya kuendelea kufanya masahisho na kuona tunakwenda kwenye mechi ya pili vizuri zaidi. Pengine mwalimu, unategemea lini sasa kikosi kitakuwa katika muunganiko na kiwe tayari kupunguza makosa? Ndio tumeanza ligi. Matumaini yangu hali itakwenda vizuri kadri tutakavyofanya mazoezi na kucheza mechi. Wachezaji baadhi ambao tunawaona kama kipa wa kimataifa, lakini vile tuna mechi takriban 2 sasa nyumbani tena. Tutegemea nini? Kwa wachezaji wachache kuna tatizo la kukamilisha vibali vyao vya kazi. Mara vitakapokamilika, basi wale ambao watahitajika kwenye timu wataonekana wakicheza. Mechi 2 zijazo hapa nyumbani, kuona tutacheza vipi? Hakuna miujiza, tunatakiwa tufanye masahisho, tucheze kwa nidhamu na kuweza kushinda mechi. Asante.